Naam, jina lake anajulikana kama AT, ni moja kati ya malegendi wa muziki wa Bongo Flava. Ashafanya ngoma kibao kama vile Nipigie, Mama Ntilie, lakini pia ngoma nyingi sana ikiwemo Bao la Kete. Siku ya leo amekuja huku Arusha na Deco B nimepata muda wa kumtembelea alipo kupiga naye story. Nitamuuliza maswali mengi, lakini moja ya swali nitakalomuuliza ni kwa nini hakuwepo kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Kaka AT, mambo vipi? Shwari, niambie bwana. Safi, unaendeleaje? Naendelea poa. Karibu sana Arusha. Asante sana. Bila shaka kwa upande wangu hii ni mara kama ya pili kuonana na wewe, umekuja huku Arusha. Unavyokuja Arusha huwa unajisikiaje? Kiukweli nafurahi sana, na Arusha ni sehemu ambayo pia hata jina lake limeanza na capital kama ya kwangu mimi, Ali Arusha. Kwa hiyo ni kama vile sehemu yangu nyingine ya pili, kwa sababu napata mapokezi mazuri, lakini na washikaji ambao wazuri, lakini ni sehemu ambayo pia ya utulivu sana na relax, yani kuna natural kubwa. Kwa hiyo nakuwa na enjoy kufika Arusha kusema la kweli. Bana, wewe ni moja kati ya malegendi katika muziki wa Bongo Flava, lakini katika miaka 30 ya Bongo Flava sija kuona ngoma zako. Ni moja ya nyimbo ambazo zina mchango mkubwa sana, na kipindi cha nyuma zilikuwa zinalia sana kwenye radio, airtime ya kutosha, television. Kwa nini haukuwepo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava? Ni maswali ambayo pia napata kwa raia, mpaka mimi mwenyewe sijui kwa nini mimi mwenyewe sipo. Sasa labda inawezekana wanachukuliwa pia watu labda kwa miongo, ama inawezekana ikawa miongoni mwa watu waliokuwepo wengine. Inawezekana sometimes unajua mambo yetu ya muziki na mambo mengi sana. Inawezekana labda kuna mdau, inawezekana umekozana naye akaona huyu jamaa yupo, lakini mimi na imani kwamba kama itawezekana nitakuwepo. Lakini likija la tatu sitokuwepo, kuna jambo zito halitakuwa zuri nitalizungumza, kwa sababu nilishafuatilia. Kwa hiyo kuna majibu fulani niko nayo na nasubiri na mimi nawasikilizia. Lakini mimi nitakapoongea tofauti na Hadimadi alivyoongea, yangu mimi italeta yani effect mbaya, kwa sababu najua kile ambacho kilinikuta wakati nafuatilia. Kwa najaribu kusikilizia tu. Kama uwepo wangu na heshimu kwamba nitakuwepo, sawa. Nisipokuwepo, kwa hiyo hapo lazima ni explain kwamba hawa watu iko hivi. Kwa muda mwingine tunatumia busara, sehemu ya kuacha kutumia busara, tutakuja kuacha kutumia busara, tutazungumza kwa nini sipo. Kwa hili tuliweke pending, tuzungumze mambo mengine. Okay, wakati tunamalizia kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, unahisi AT kutokuwepo kwenye miaka 30 ya Bongo Flava pengine labda sio sahihi? Of course, kwa sababu inatengeneza fitna kwanza. Yupo mtu mwenzangu mbele dangu, tumefanya wimbo ambao ni mkubwa. Mimi nauita Mungu Ibariki ya Bongo Flava. Yani ni wimbo ambao zitakuja zote, lakini ule wimbo utaendelea kuwepo, Anipigie. Kwa hiyo ni wimbo ambao ni mkubwa mpaka leo. Sijui umeelewa? Ni wimbo ambao kila Mtanzania akiusikia ana feel kitu cha Kitanzania cha kipekee. Ni wimbo ambao unakumbusha watu vitu vingi sana. Umeelewa? Kwa hiyo kumweka mtu ambaye nimefanya naye, halafu mimi mwenye wimbo sipo, manake kama unanitengenezea mazingira ya kugombana naye, which is inakuwa haikai vizuri. Kwa sababu nakumbuka wakati mmoja kulikuwa kuna tamasha fulani hivi lilifanyika Mwanza, lakini ile tamasha ikabidi niwepo mimi na Resi, ila Jele wa Ramza sikuwepo. Mimi nilipigana na mtu, yani kuna mtu mmoja yuko redioni simtaji jina, ilifikia wakati nitaka kupigana naye na mashahidi walikuwa weusi walikuwepo. Nilimkamatia chupa, nilimwambia nitakupiga chupa moja ya kichwa, usinichukulie poa. Kaona da kweli sasa hapa Mzanzibari kakasirika. Nikamwambia haiwezekani, mnamchukua Resi awepo, Jeli kwa nini asikuwepo? Amekosea nini? Mnaponipa mimi show Jeli hayupo, mnamaanisha nini? Ni kwamba yeye ni mind mimi ingia naye kwenye ugomvi kwa sababu gani? Mleteni au mimi sifanyi show. Ikabidi wakasema kweli, lakini eti yuko sawa, lazima Jeli akapatiwa tiketi ya ndege akaja zake, tukafanya show na akalipwa na sisi maisha kaendelea. Kwa hiyo manake kinachotokea sasa hivi ni kuwa kama vile wanatengeneza fitina, kwa sababu wimbo ni wa kwangu. Kwa hiyo itafika wakati usema usitumike. Sababu mimi mwenyewe sasa kama mimi ndo nimepika chakula alafu nioshe masufuria, mimi naweza nikakubali? Haiwezekani. Kwa hiyo manake inabidi vitumike nyingine, hii tuachane nayo. Isitumike, tulile mambo mengine. Lakini sio kile ambacho tulikitengeneza
alafu katupa wote heshima, alafu mimi nisikuwepo, kwa sababu matamasha kama haya yalishafanyika nyumbani ya kupewa. Zanzibar ilifanyika tamasha la kupewa heshima wasanii wakubwa, wengi waliomo katika ile tamasha walikuwepo Zanzibar. Kwa nini ukiulizwa kwamba huyu kwa nini asikuwepo, mbona sisi tulifanya na tuliwaita, na yule alifanya naye nipigie tulimuita, kwa nini yeye huyu hayupo? Huna cha kueleza. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sometimes vinaendelea. Mimi siku nafikiria hili la pili linakuja linakwenda, likitokea la tatu jina langu sijaona hapo, Watanzania wategemee bomu ambalo hawaje kuliona. Mi tofauti na nani kaka yangu Halimad, yule hakuongea. Yeye kama alitoa ujumbe, mimi ndo nitaongea. Sasa ndio nchi ndio itaingia kwenye taharuki ambayo hawajawahi kuiona, kwa sababu najua kuna nini nyuma hapo, na taarifa zangu kwa sababu zishafika. Sijui umeelewa? Lakini nitakuja kuzungumza kwenye media, kuwaita watu wote, kuwapasha hii habari. Sasa tusubirie kama kweli la heshima, kila mtu alieka legacy yake hapa, legacy yake kwenye muziki, alieka alama, basi nitakuwepo. Lakini kama liko tofauti, lazima na sisi tutakuja tofauti tu. Tuambie kidogo kuhusiana na wimbo wako wa Nipigie ambao umefanya na dada yetu Stara Thomas. Ni wimbo ambao umedumu sana kwenye chati, lakini pia hata leo ukipigwa mashairi yamejaa, ujumbe ni mzito. Hivi mpaka mnarekodi ule wimbo mlizingatia vitu gani kuhakikisha kuwa message inaishi? Wakati wa nyuma ambao sisi sasa tupo kwenye game tunakwenda, kwanza watu walikuwa wana ushindani wa mashairi, wana ushindani wa kufanya kitu ambacho kitakuwa endelevu. Haikuwa tu ile mambo ya kukurupuka tu kwenda studio. Lakini kawaida mimi nimejifunza kufanya ngoma ambazo zitakuwa zinadumu. Kwa hiyo lile wazo pia lilitokana na wazo la kwangu mimi, kwa sababu kipindi hicho nakumbuka sikuwa na uwezo wa kuweza kuwa naweza nikawa na hela ya kujivisha, kujilisha. Kwa sana sana nilikuwa nategemea familia. Kwa hiyo nikawa ninawaza kwa mfano, ningekuwa na simu hapa, ningemtumia hata mamangu message nipigie. Kwa hiyo ile wazo ikakaa kichwani. Kwa hiyo nikawa na beat ambazo tayari nimepewa na Benja Busungu. Na ni legend, hayupo kwenye hiyo miaka unazungumza. Kwa hiyo ndo nikapata idea, nikafanya wimbo, nikaeka vesi, natafuta nani wa kufanya naye, basi tukapata tu namna ya nani wa kufanya naye, na dadangu nikafanya naye, alinipokea bila tatizo lolote, kwa sababu yeye alikuwa ni mkubwa kwa miaka, mkubwa kwenye game. Lakini yeye alitaka kwanza usikie wimbo. Alivyosikia kwa ukubwa wake akajua hii ngoma ni kubwa. Kwa hiyo tukaenda tukafanya. Lakini mimi mwenyewe sikuwa naamini kwa ukubwa huu ambao upo nao sasa hivi ingeweza kuwa hivi. Sikuwa nayo. Niliamini tu ni ngoma kama ngoma zingine. Lakini sikuamini ukubwa wake kwamba leo ingelikuwa ni kubwa kama hivi. Kwa hiyo ni ngoma ambayo imetangulia muda, na hii ilisha kufanyika kwa mzee mmoja anaitwa Lamania, yupo Zanzibar. Alikuwa kwenye kikundi cha East Africa Melody. Aliwahi kuniita na kuniuliza wimbo wangu wa Bao la Kete kaandika nani? Nikamwambia nimeandika mimi. Akasema umri wako na unavyoviandika ni vitu viwili tofauti. Umewezaje? Na sisi ni waandishi. Lakini sometimes Mungu akikupa, yani hataki ushauri kutoka kwa mtu, anaamua yeye mwenyewe kukupa tu. Kwa hiyo mimi naamini muda mwingine vitu vizuri na sahihi huwa vinatoka kwa Mungu mwenyewe, pasipo binadamu kuweka jambo lake lolote. Kwa hiyo basi wimbo ukaja mzuri, uzingatia tu namna ya kuweza kuishi kwa muda mrefu. Na ndo mpaka sasa hivi ukiangalia wimbo umekuwa ni wimbo mkubwa. Wasanii wengi wa sasa hivi wanataka tufanye remix, lakini hiyo wimbo tu niwaambie ukweli, hautakuwa na remix na mtu yoyote. Hata rais wa Ufaransa aseme tufanye remix, ni haiwezekani. Yani ndo hivyo hivyo, na siruhusu mtu yoyote kufanya remix. Yani ni ulishatoka basi. Ni basi kwa sababu ni zawadi tu. Mimi naweza kusema Mungu aliamua kuni bless kijana ambaye anapambana kwenye sauti yake, kwenye kazi yake. Acha ni bless ili awe ni nguzo kwa watu wengine wanaomtegemea, na yeye mwenyewe awe ni nguzo kuwasaidia watu wengi.